hawa wawili, Hana pamoja na Penina, walikuwa wameolewa na mwanaume mmoja. Biblia inamtambulisha alikuwa anaitwa Elikana. Yule mwanaume, maandiko yananiambia ya kwamba alikuwa anampenda sana Hana, lakini wakati wa maisha ya Hana kuna wakati alikutana na majaribu makali. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba alikuwa amefungwa tumbo, kwa hiyo alikuwa hana watoto. Yeye alichokuwa nacho, alikuwa ana hekima mbele za Bwana na kumtafuta Mungu, maana alifahamu fika ya kwamba kwa sababu nimekosa watoto, hakuna kimbilio jingine ambalo linaweza kunisaidia isipokuwa huyo Mungu ambaye ninamtumikia. Sikiliza, changamoto yake, maandiko yananiambia, ilimfanya Penina amdharau Hana, aanze kumtamkia maneno mabaya. Inawezekana kuna maneno alikuwa anamwambia ya kwamba wewe ni mwanamke gani ambaye huzai, wewe ni mwanamke gani ambaye hauwezi kuleta hata uzao katikati ya tumbo la kwako. Wakati huo anamtamkia hayo maneno, alikuwa ajui ya kwamba yuko Mungu ambaye yeye hasomeki kwa ramani ya kawaida, hasomeki kwa ramani ya kiufundi, yeye anasomeka zaidi katikati ya ramani ya kiroho. Kwa hiyo angeelewa ya kwamba ramani ya Mungu inaweza kubadilisha maisha ya Hana, asingemtamkia Hana maneno mabaya. Kuna watu wanakutamkia maneno mabaya kutokana na changamoto yako, lakini ni kwa sababu hawajui ramani ya Mungu, ya kwamba mbele yako kuna mafanikio, ya kwamba mbele yako kuna matunda, ya kwamba mbele yako kuna uzima, ya kwamba mbele yako kuna kicheko, ya kwamba mbele yako kuna furaha, ya kwamba mbele yako kuna shibe, ya kwamba mbele yako kuna utajiri, ya kwamba mbele yako kuna vitu vitakavyozaliwa katikati ya maisha ya kwako. Hajui ya kwamba mbele yako kuna matunda, hajui ya kwamba mbele yako kuna furaha. Kwa hiyo anakutamkia maneno mabaya. Kama Penina alivyokuwa anamtamkia Hana maneno mabaya, vivyo vivyo ndivyo ambavyo tuna watu ambao wanawatamkia wengine maneno mabaya. Inawezekana ni wewe binti unayetamkiwa maneno mabaya. Kwa nini? Kwa sababu umecholewa kuolewa. Endelea kumlilia Bwana. Ninaiona ndoa yako ya kesho ambayo shetani hawezi kuiona, ambayo marafiki zako hawezi kuiona, ambayo majirani zako hawezi kuiona. Wazazi wako kila wakitoka, kila wakiingia, wanakunenea maneno, wewe utaolewa lini? Endelea kumtazama Bwana wa mabwana, yule ambaye achongozeke. Sikiliza nikwambie, kuna ramani nyingi duniani ambazo zinaweza kusomeka, lakini sio ramani ya maisha ya mtu ambayo iko mbele ya mtu. Mungu ana uwezo wa kuisoma ramani yako. Endelea kusonga mbele Keodoma, endelea kusonga mbele kumtafuta Bwana. Kwa nini? Kwa sababu unajua ya kwamba ramani yangu leo inasomeka kama tasa, lakini baadaye itasomeka kama aliyefunguliwa tumbo. Ramani yangu kwa sasa inasomeka ya kwamba mimi nina watoto wasioajiriwa, lakini ninaziona ajira za watoto wangu. Ramani yangu kwa sasa inasomeka kama mwanamke wa nyumbani, lakini ninaziona kazi zinazokuja katikati ya maisha ya kwangu. Kuna watu watakusomea ramani, lakini Mungu yeye hatawaficha macho yao, na watakapofunguliwa macho watashangaa umepeta katika jina la Yesu, watashangaa umetoboa katika jina la Yesu. Haleluya!